Nashukuru serikali ya awamu ya 6 kutuletea mkandarasi wa kutuletea umeme. Tunafurahia umeme, tutakumbuka kina mama na kina baba. Umeshatufikia umeme, tutafanya mambo mengi kupitia umeme. Tunashukuru viongozi na serikali ya awamu ya 6. Natarajia nitafunga ice cream, nitauza maji, hata mashine ya kusaga ninaweza nikanunua, yani vitu vingi tu kupitia umeme. Tunaomba mtuwekee na sisi viwanda vya kuweza kubangua korosho. Tubangue korosho huku vijijini, sio lazima tuhangaike katika miji ya wenzetu. Hata sisi Lindi tunapenda tuwe mbele vile vile kama vijiji vya wenzetu, hebu miji ya wenzetu. Na sisi Lindi tuwe na maendeleo. Naishukuru serikali kwa kutoa mradi wa REA katika mkoa wetu hapa. Nitafurahi sana kama mimi mwenyewe nitakuwa nimepata umeme hapa kwa kufanya kazi zangu na kazi zangu hizi hapa za mishemishe zangu. Kwa sasa hivi mimi nitakuwa natumia mafuta ya petroli. Kwa petroli nilikuwa natumia gharama sana, kubwa sana kwa kila siku. Kwa mradi huu kwa upande wangu utanisaidia kidogo kurahisisha kazi zangu mimi binafsi. Kuna kazi zangu zingine za upepo, kuna kazi zingine za kuchomea pamoja pia za kukatakata na kadhalika. Nyingi sana kazi za kuzifanya. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata hii opportunity ya kufanya mradi wa REA vijijini katika hizi wilaya 4. Kampuni yetu imejipanga vizuri, as we speak tumekuja moja kwa moja pamoja na watu wa kuanza kufanya site survey, and then we do the drawing, and then tutasubmit hiyo michoro kwa ajili ya approval kwa TANESCO na watu wa REA ili tuweze procedure inayofuata ambayo ya manunuzi iweze kuchukua nafasi yake. Na kikubwa ni kampuni kama nilivyotanguliza kusema ni ya wazawa, kwa maana italeta ajira kwenye hivyo vitongoji husika kwa wazao wa area hizo, kwa maana kunyanyua maisha ya mtu mmoja mmoja katika maeneo hayo husika. Tuwashukuru REA kwa kutupa hii opportunity as a local company, kwa sababu tumeshindana na makampuni makubwa mengi, lakini wakaona kwa vigezo ambavyo tumeweza kusubmit kwamba tunafaa na tuna qualify kupewa zabuni hii. Na mradi huu ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 ambapo mpaka sasa hivi mwaka 2026 serikali kupitia Wizara ya Nishati na kupitia wakala wake wa nishati vijijini REA imefanikiwa kupeleka umeme katika vijiji vyote vya Tanzania bara takriban 12318. Na katika kuona jitihada hizo za serikali ilizozifanya kuanzia kuanzishwa kwa wakala huu mwaka 2000 na kwa sheria mwaka 2005 na effectiveness ya wakala ilikuwa 2007, baada ya kufikisha umeme kwenye vijiji vyote Tanzania bara, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alituelekeza sasa tujikite kupeleka umeme katika vitongoji, tukiwa na the main objective kwamba kufikisha nishati bora maeneo ya vijijini, kuleta usawa, kuimarisha usalama, kuchochea shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Na kwa mkoa wa Lindi una bahati ya kipekee ya kupata idadi ya vitongoji 159 na mkandarasi ndio huyu tumekuja kumtambulisha leo. Gharama ya mradi huu ni bilioni 25.8 kama tulivyosikia, na utaenda kunufaisha wananchi au wateja takriban 5116. Labda kwa sababu nimesema overview ya hali ya umeme, upatikanaji wa umeme Tanzania bara kwa terms ya vijiji vyenye umeme ni vyote na vitongoji vyenye umeme. Kwa mkoa wa Lindi tuna jumla vitongoji 2402. Vitongoji vyenye umeme ni 1831 na vitongoji visivyo na umeme ni vitongoji 571, lakini vilivyopo kwenye mpango ni vitongoji 378. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo tunaendelea kuimprove kupeleka umeme katika vitongoji, tukiwa na lengo lile lile mpaka mwaka 2030 tuwe tumefikisha umeme katika vitongoji vyote vya mkoa huu. Na tunaamini kabisa baada ya kutekeleza miradi hii ya kupeleka umeme katika vitongoji, mkoa wa Lindi utabadilika na maisha ya Tanzania yatabadilika, kwamba kwa maana yataimprove katika nyanja zote za kijamii, kiuchumi, kiusalama, na pia kwa sababu nishati ndio kichocheo muhimu katika maendeleo ya binadamu. Tunaamini hali iliyo sasa haitakuwa mara baada ya kukamilisha kupeleka umeme katika vitongoji vyote.